Leo nimepata bahati ya kuhudhuria katika jukwaa lake. Kwa kweli nimefurahi sana. Wallahi kwanza nashukuru. Ni fursa kubwa kabisa. Watoto wetu na wajukuu watapata kuelewa kwamba wazazi wao walikuwa watu wa namna gani. Kwa sababu jukwaa hili la kwanza linalenga kuelimisha. Lakini kama itakuwa ni dawa, ujue dawa gani inatibu maradhi yepi na hiyo dawa inatayarishwaje. Jukwaa hili limekuwa likialika watu mbalimbali. Tunatoa shukurani kwa Dr. Sheikh Yusuf Diwani na timu yake yote kwa ujumla kuweza kulifikiria hili. Nakushukuru unialika katika jukwaa letu hili, na hili ni jukwaa letu. Mwenyezi Mungu akubariki Sheikh Yusuf, akujalie kheri. Hili ni moja ya majukwaa makubwa. Mara kwa mara tutakuwa tunatembelea katika hili jukwaa. Ukiwa unasikiliza daima haukosi, bali utapata faida. Mwenyezi Mungu alidumishe hili jukwaa, alitie nuru na baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alayhi wa sallam. Abad, na baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ikiwa leo ni siku ya Alhamisi nyingine tunakutana katika jukwaa la Dr. Sayyidna Sheikh Yusuf Diwani Al-Ghazali, na ikiwa ni mwezi mosi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na yote kwa yote ni kwamba jukwaa hili linalenga kwanza kufundisha, lakini pia tutagusa katika zile fadhila zinazopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kila namna moja ama nyingine. Lakini yote kwa yote pia ni nafasi bora sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwa ni mwezi ambao utaweza kuimarisha afya yako, hasa inapokuwa imetoweka kwa maradhi ya aina mbalimbali, kwa sababu ni mwezi ambao wengi kurejesha afya zao kupitia utukufu wa mwezi, lakini pia na wepesi wa matibabu huwa yanakuwa ni bora sana. Hivyo tumia fursa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwa ni mwezi ambao unaweza kurejesha tumaini jipya katika afya, lakini pia tumaini jipya katika sala zima la uwezo wa kumfahamu bora kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa ubora wa mwezi wenyewe huu. Lakini unaweza kufanya ukafikia katika yale malengo ambayo kwa muda mrefu umekuwa ukiyatafuta bila pasina kuyapata. Mimi nikwambie tu tunapatikana ofisi yetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0748869733 au 0659869734. Zetu namba tupigie ili kupata mawasiliano yaliyokuwa bora kabisa na ufafanuzi uliokuwa bora. Lakini tunaye Sayyidna Dr. Sheikh Yusuf Diwani Al-Ghazali ambaye tutakwenda kuungana naye hivi punde. Kwanza kabisa tukajue ni watu gani ambao wenye ulazima wa kuweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia na watu gani ambao wao si shuruti kwao, si lazima kwao kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili wewe hapo unatufuatilia kwanza upate kulifahamu hili, lakini pia likupe taswira kama ulikuwa ufahamu, basi uweze kujua na ujue wewe unalazimika kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani au wewe katika wale ambao wasio lazimika kufunga ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Muda huu nikaribishe maiki hii kwake Dr. Sayyidna Sheikh Yusuf Diwani Al-Ghazali ili aweze kutujuza kwanza sala hili, na kisha baada ya hapo tukajue mengine mengi ambayo yapo kwa ajili yako wewe katika jukwaa la Dr. Sayyidna Sheikh Yusuf Al-Ghazali. Muda huu mimi nimkaribishe nimwambie tafadhali mashkura, karibu sana katika jukwaa, wanajukwaa wako tayari kukusikiliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma ba'da ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, tukiwa leo katika siku ya Alhamis na ni siku ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na bila shaka tukikutana tena katika jukwaa letu hili kwa ajili ya kuadilishana na kujuzana mawili matatu katika yale ambayo yaliyosihi katika dini yetu tukufu ya Kiislamu. Ikhwani, ndugu zangu,
Bila shaka wala wasiwasi kabisa, mwezi huu wa Ramadhani, kama mtu ana matatizo ya aina mbalimbali, kwa maana ana maradhi yamemsibu, au ana kesi, yupo jela, au kadhalika ana matatizo ya kikazi, huu ndio mwezi bora sana 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 ya kufanya dua na kupita katika zile taratibu zilizokuwa bora kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumia fursa hii, kwa sababu ni masiku 30 au 29. Kwa hiyo yatumie masiku haya biidhnillah mpaka mwezi wa Ramadhani unakwisha na yako yamekuwa mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka leo tutakwenda kutazama kwa uchache shurutu siyam, kwa maana sharti za mtu anayewajibika kufunga. Ni mtu gani ambaye kwake ni wajibu kufunga na ni mtu gani ambaye kwake si wajibu kabisa kufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tunasema tanqasimu shurutu siyami ila shurutin wujubin wa shurutin sihatin wa shuruti ada. Tunasema imegawanyika sharti za saum za mtu kuweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, zimegawanyika katika shurutu wujubin, kwa maana sharti za lazima, lakini kadhalika wa shurutu sihatin, lakini kadhalika kuna sharti za siha za kusihi kwa saumu yenyewe, na kuna shurutu adain, kuna sharti za kutekeleza ibada yenyewe ya saumu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii leo tutakwenda kutazama shurutul wujub, kwa maana zile sharti za wajib. Ni nani ambaye huyo wajibu wake au saumu kwake inakuwa ni wajib? Ash-Shafi'iyya qalu, madhhabi al-Imam Shafi'i, wao wanasema hivi, tanqasmu shurutu siyami ila qismain. Wao wanasema sharti za saumu zimegawanyika katika makundi mawili tu. Kundi la kwanza shurutu wujubin, kuna sharti za wajibu wa saumu yenyewe, wa shurutu sihatin, na kuna sharti za kusihi kwa saumu yenyewe. Ama shurutu wujubin, ama zile sharti za wajib, ahduha, moja katika hayo, maana zipo 4 shuruti za wajib katika madhhabi ya al-Imamu Shafi'i. Wao wanasema zimegawanywa katika sehemu 4. Sehemu ya kwanza albulughu, lazima mtu awe ni mtu aliyobalighe, yani mtu anayekwenda kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, sifa yake ya kwanza lazima awe ni mtu balighe. Yani kama wewe haujabalighe, wajibu wa saumu hauna. Lakini kadhalika wanasema fala yajibu siyamu ala sabi, si lazima saumu au kufunga kwa mtoto mdogo. Mtoto mdogo hawajibiki, hana wajibu wa saumu, kwa maana si lazima kwake kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo asitokee mtu ana mtoto wake ana miaka 3, miaka 4, miaka 5, kwa sababu yeye kafunga basi anataka na mtoto asile kitu. Hakuna hiyo kitu. Tunaelezwa sharti za siyam, kwa maana za wajibu wa saumu haumwajibiki mtoto mdogo. Kwa hiyo mtu asione kuwa yeye kafunga basi na mtoto wake hampikii chakula. Kuna watu wako hivyo, kafunga yeye basi na mtoto wake analazimisha afunge, wakati mtoto hana wajibu wa kufunga. Katika hali apikiwe mtoto mdogo ale biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini walakin yu'maru bihi li 7 sinin, lakini aamrishwe katika kuifunga hiyo saumu pale anapotimiza miaka 7, aanze kuamrishwa kufunga. In ataqahu, ikiwa kama hiyo saumu yenyewe huyu mtoto anaweza kuifunga, afanyeje? Aamrishwe kuifunga hiyo saumu. Wayudrabu ala tarkihi li 10 sinin, lakini kadhalika anapotimiza umri wa miaka 10, hapo sasa apigwe bakora,
maana yake ni maandalizi. Anaandaliwa huyu mtoto katika maadili mema, anaandaliwa huyu mtoto katika kuona thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndiyo maana yake katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo sharti la kwanza la wajibu wa saumu ni mtu awe balighi. Lakini kadhalika wawafaqahum ala hadha alhanafiyya, lakini katika madhhabi ya al-Imamu Shafi'i waliosema maneno haya pia wamewawafiki, wamewaunga mkono madhhabi ya al-Imamu Hanafi. Na wao wanasema hivi hivi ya kwamba sharti la saumu ni mtu lazima awe balighi, lakini kadhalika si wajibu kwa mtoto mdogo, ila aamrishwe anapofika miaka 7 na atiwe bakora akifika miaka 10, ikiwa ni maandalizi sahihi ya kumwandaa kuja kuwa mtoto bora anayejua thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo na madhhabi ya al-Imamu Hanafi na wao wakaunga mkono madhhabi ya al-Imamu Shafi'i. Maana yake yani maneno yaliyosemwa na madhhabi ya al-Imamu Shafi'i katika suala hili ndo hayo hayo yamekubaliwa pia na madhhabi ya al-Imamu Hanafi. Amma al-Malikiyya, amma madhhabi al-Imamu Maliki, faqad qalu, wao wanasema la yajibu ala al-wali, si lazima kwa wali, kwa maana kwa baba amra sabii bisiyami, kumwamrisha mtoto kufunga, wala yundab, wala sio sunna kufanya hivyo, walau kana sabiyu murahiqan, hata kama mtoto mwenyewe atakuwa ni yule anayekaribia kwenda katika balighi. Lakini wao madhhabi ya Imam Malik wanasema sio lazima, maadamu hajafikia umri wa balighi lakini anaelekea katika umri wa balighi, si lazima kwa baba kumwamrisha mtoto kufanya hivyo. Madhhabi ya al-Imamu Malik wanasema hakuna ulazima, kwa sababu wajibu wa saumu ni kwa mtu aliyobalighi. Kwao wao wanasema hivi. Lakini ya al-Hanabila, madhhabi ya al-Imamu Hanbali, wao wanasemaje? Mahanabila wao wanasema hivi, almuawwalu fi dhalika ala alqudrati walitaqa, kinachotazamwa ni huyu mtoto ana uwezo wa kufunga. Wao ndo wanatazama hapo. Fa idha kana sabiyu murahiqan, ikiwa mtoto bado hajabalighi lakini yatiqu siyam, anaweza kufunga, fayajibu ala alwali. Wao al-Imamu al-Hanabila, yani madhhabi ya al-Imamu Hanbal, wao wanasema maadamu mtoto uwezo wa kufunga anao, anasema ni wajibu kwa baba an ya'murahu bihi, amuamrishe katika kufunga saumu hiyo, wayadribuhu idha mtanaa, na ampige pale anapoacha kufunga. Haya ni madhhabi ya al-Imamu Hanbal. Yeye anasema katika hali maadamu mtoto uwezo wa kufunga upo, na afunge na amrishwe, na akikaidi apigwe ili afunge mwezi mtukufu wa Ramadhani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Thaniha, mtu wa pili ambaye ni wajibu kwake kufunga al-Islam, au jambo la pili ambalo linawajibisha mtu afunge al-Islam ni mtu kuwa Muislamu. Maana yake awe ni mtu aliyobalighi alafu awe Muislamu. Fala yajibu ala al-kafiri, si wajib kufunga kwa mtu ambaye asiye Muislamu. Mtu kafiri sio wajibu kwake, wala asitokee mtu akamlazimisha mtu ambaye sio Muislamu eti afunge. Sio wajib. Tena ujuba mutalaba, tena wajibu wa kumtaka, lazima afunge. Tunamtaka afunge kwa sababu hii ni nchi ya Kiislamu na ni sisi wote ni Waislamu, tumekaa katika nyumba moja hii, sisi Waislamu, yeye peke yake ndio sio Muislamu, kwa hiyo anatakiwa na yeye afunge. Hakuna hiyo. Tena eti wakimtaka afunge kwa sababu tu wao wanafunga na yeye hafungi, yeye sio Muislamu, haitakiwi katika hali za namna hiyo. Sharti la kusihi kwa saumu, lazima awe mtu ni Muislamu. Wa in kana yuaqabu alayhi fil akhirah, hata kama mtu huyu atakuwa na malipo ya kupata madhambi au mateso wapi? Akhira, lakini haamrishwi kufunga maadamu yeye sio Muislamu katika hali za namna hiyo. Angalia Uislamu namna unavyochunga hurma, yani namna ambavyo unavyochunga haki za kibinadamu. Huyu ni Muislamu, inatakiwa afunge anapokuwa baligh na mwenye akili sawa sawa. Lakini huyu si Muislamu, inatakiwa ale pale ambapo anapojisikia kula, hata kama ni mchana wa mwezi wa Ramadhani.
haimkatazi katika hali za, bali kuna mambo tu mazuri mazuri ya kutengeneza heshima katika mwezi. Hata kula kwake basi anakula kwa heshima, kwa nidhamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Amma almurtaddu, ama mtu ambaye aliyertadi, kwa maana alikuwa Muislamu baadaye akaachana na Uislamu akartadi, sasa fa innahu yajibu alayhi wujubu mutalaba, huyu sasa yeye ataambiwa wewe funga mzee. Inaitwa wujubul mutalaba. Yani wujubu mutalaba maana yake ni kumtaka ajiziwie, tena ajiziwie katika hali gani? Fayutlabu minhu ba'da audihi ila alislam, atatafutwa afanye hivyo baada ya kurejea wapi? Katika Uislamu. Ndio anaambiwa sasa, wewe bwana ulirtadi, lakini baada ya kurtadi zikapita Ramadhani 2, inatakiwa ufunge tu wewe. Ramadhani 2. Naam, baada ya kuwa tayari amerejea katika dini tukufu ya Kiislamu. Lakini kadhalika thalithuha, sharti la tatu, al-aqlu, lazima mtu awe na akili sawa sawa. Angalia jambo, maana yake uwe mtu uliobalighe, wewe ndio unawajibikiwa na saumu. Lakini uwe Muislamu ndio unawajibikiwa na saumu, na uwe na akili timamu ndio unawajibikiwa na usiwe hasbani yani ueleweki yani haujulikani saa 6 wala saa 7. Uwe ni mtu mwenye akili sawa sawa. Anasema fala yajibu ala almajnun, si wajibu kufunga mwezi wa Ramadhani kwa mtu mwenda wazimu, mwehu, kichaa, si lazima kwake, hawajibikiwi kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, illa in kana zawalu aqlihi bitadihi, isipokuwa kama itakuwa kule kuondokwa na akili yake kunatokana na hali yake ambayo inamtokea baada ya matumizi ya vitu fulani. Labda katumia pombe mathalan, kasa pombe amelewa imeondosha akili, au kavuta bangi ikaondosha akili. Kwa hali ya namna hii, huyu akishazinduka, bangi ikiisha kichwani au pombe ikaisha kichwani, anaambiwa wewe lazima ulipe zile siku ambazo ulikuwa katika upuuzi huu, ambazo hukufunga, kwa sababu sikajitoa akili makusudi. Huyu sasa lazima afunge mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa maana alipe katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika rabi'uha, mtu wa 4 au jambo la 4, al-itaqatu hissan wa shar'a. Al-itaqatu hissan wa shar'a, yani ni mtu lazima awe na uwezo wa kufunga hiyo saumu yenyewe kimwili, kwa maana kiafya, wa shar'an, na kisharia. Lazima uwe mzima wa afya, lakini kadhalika vile vile auwe ni mtu ambao unawajibikiwa na sheria. Lazima hivi vitu viwili viwepo, ndio hapo utakuwa umewajibikiwa na saumu. Fala yajibu ala man la yatiquhu, si wajib, sio lazima kwa yule ambaye hawezi saumu yenyewe. Imma likibarin, kwa ajili ya uzee wake, umri wake ni mkubwa, sasa hawezi kufunga kwa sababu ya umri wake. Kwa hiyo hapa kunakosekana wajibu wae kufunga. Sasa hukumu yake ninakuwaje? Hilo ni jambo jingine. Hapa tunawaelezea wale ambao hawawajibikiwi na saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Au maradhin, au kuna mtu inawezekana akawa na maradhi la yurja buruhu, ambao maradhi hayo hayatarajiwi kupona kwake. Ana maradhi lakini maradhi hayo hayatarajiwi ni lini atakwenda kupona. Liajzihi hissan, kwa hali hiyo sasa huyu mtu anaitwa ni mtu aliyoshindwa kufunga kwa sababu za kiafya, zinamwambia bana wewe kufunga hapana, sio wajibu kwako. Wala ala nahwi haidhin, wala kwa yule ambaye anayo afya vizuri kabisa lakini ana hedhi, yupo katika masiku ya ada yake kwa mwanamke, huyu naye sheria inamwambia wewe kufunga hapana, tulia. Afya inamwambia unaweza, lakini sheria inamwambia kwa hivi ulivyo, tulia, acha wengine wafunge. Hawa ni watu ambao wanawajibika kufunga na wale ambao wasiowajibika kufunga. Sheria kwa mtu ambaye mwenye hedhi hafungi mwezi wa Ramadhani, huyu anakula mchana wa mwezi wa Ramadhani, atalipa katika masiku mengine kabisa insha Allah. Sasa nende haraka haraka hapa katika aina ya maradhi ya aina moja ambayo yanaweza akiwa nayo mwanadamu
tunamwambia ale mchana wa mwezi wa Ramadhani, usifunge. Ukiwa na maradhi haya ambayo tunayaeleza hapa, usifunge mwezi wa Ramadhani. Kula mchana ndio uchamungu kwako kuliko kufunga katika mwezi huu wa Ramadhani. Ni hatari sana kwa afya yako, na Mtume anatuambia sumu tasihu, fungeni mpate afya. Ikiwa kufunga kwako kuna kuletea madhara, saumu imeshakukataa, kuna taratibu za kufanya ambazo zitaelekezwa kisheria, lakini si suala la wewe kufunga. Asukriyu, maradhi ya kisukari. Kwa mtu ambaye ana maradhi ya kisukari, huyu bila shaka tunamwambia ale nyakati za mchana wa mwezi wa Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu yamnau maradhu sukri sahibuhu min as-siyam litajannubil makhatiri sihiyati alhaddati annatijati an tadhabdhubi mustawiyati glucose lifatratin tawila. Anaziwiliwa mtu kufunga hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani yule ambaye ana tatizo la maradhi ya sukari, na sababu ya kuziwiliwa yeye kufunga huyu mwenye matatizo ya sukari, litajannubil makhatiri sihia, kwa ajili ya kuepuka na hatari za kiafya, na hasa zinazotokana na tadhabdhubu, kwa maana kule kutotulia, mustawiyati glucose lifataratin tawila, kutokaa sawa mustawa wa sukari au glucose katika damu, na hasa katika muda mrefu, jambo ambalo linaweza kuleta hatari sana katika afya na maisha ya mwanadamu. Mathal alhubutu shadid, kuna wale ambao wana tatizo la sukari inayoshuka, yani wale wa tatizo la sukari ya kushuka. Ndugu yangu, ukiwa na shida hii ya kushuka kwa sukari, tena alhada, kwa kiwango kikubwa, tunakuambia usifunge mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu hii ina hatari zaidi kwako lau kama utafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiwa na tatizo la kushuka kwa sukari. Tena sukari yenyewe ikiwa inashuka aqallu min 70 miligram, ikiwa inashuka chini ya miligram 70, una hatari sana wewe ndugu yangu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu itakuletea shida mbaya sana lau kama utafunga mwezi wa Ramadhani. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, yoyote yule ambaye atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa au yuko safarini, huyu atafunga katika masiku mengine baada ya kuwa amepona katika hali za aina kadha. Lakini jambo la pili, al-irtifa'u al-mufritu, ni kwa yule ambaye ana tatizo la sukari inayopanda sana, yani akthar zaidi ya miligram 300. Yule ambaye sukari inapanda zaidi ya miligram 300, hii ni hatari sana. Alladhi qad yuaddi ila ghaibuba, hii inaweza ikampelekea mtu akawa anatikisika mwili mzima, yani ana vibrate mwili mzima, kwa sababu ya kupanda kwa kiwango kingi sana cha sukari. Hali hii itapelekea aljafafu shadidun, kwa maana kukauka sana, watajallutatu dam, lakini kadhalika na itapelekea suala la mtu damu yake kuwa sasa inaelekea katika kuganda, jambo ambalo ni hatari sana kwa huyu mwanadamu katika hali za namna hiyo. Lakini sababu ni nini? Kwa nini tumwambie mtu mwenye matatizo haya ya sukari yeye asifunge mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tunamwambia hivyo kwa sababu ifuatayo. Lau kama atafunga yamtani wa anil akli wa shurbi, akawa mtu anajiziwia kutokula na kutokunywa, katika hali ya namna hiyo, yusabibu mtinaa at-taami wa shurbi, wa khasatan lada mustakhdimi al-insulin, na hasa kwa wale wanaotumia imma vidonge au sindano za insulin, au adwiyatun muayyana, au madawa yaliyoelezewa au yaliyobainishwa na madaktari, ikawa huyu anatumia katika hali ya namna hiyo, akiacha kula na kaacha kunywa, mimma yusabibu dukhatan, hali hii inaweza ikamsababishia mtu huyu akawa ni mtu ambaye anayepatwa na tatizo la kizunguzungu sana. Yani lau kama wewe ambaye una tatizo la maradhi ya sukari,
alafu ukakaa kwa muda mrefu bila ya kula, ukakaa kwa muda mrefu bila ya kunywa, mtu huyu ana tatizo la kupatwa na athari mbaya sana, ikiwemo kuwa na kizunguzungu kikali kabisa, wa ighma, na hata tatizo la kuzimia, wa qad yuaddi lilwafat, jambo ambalo linaweza kupelekea kifo cha mtu huyu katika hali za namna hii. Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anawatakia mema na mazuri waja wake, ndipo akasema faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Kwa hali hiyo Uislamu unazingatia afya, unazingatia mazingira biidhnillah. Lakini jambo la pili, khataru irtifai sukar, hatari ya mtu ambaye kiwango cha sukari kipo juu. Qad yahduthu natijatan li ziyadati tarkiz al-adwiyat au qillati nishat. Haya mara kadhaa huwa yanajitokeza ni pale ambapo nishati inapopungua, mimma yusabbib humuda kaitonia khatira, jambo ambalo itapelekea kwa huyu mwanadamu. Nini kitachompelekea kwake? Itapelekea kwa mwanadamu huyu kuanzisha katika chembe chembe zake aina ya humuda, kwa maana aina ya asidi ambayo inaitwa kaitonia, ambayo ni hatari sana katika maisha ya huyu mwanadamu. Nama yartafiu sukaru fi dam, pindi ambapo kiwango cha sukari inapopanda katika damu, bishaklin kabirin, tena kwa kiwango kikubwa, ma naqsil insulin, pamoja na kupungua homoni ya insulin, la tastatiu alkhalaya istikdama sukari kamasdarin litaqa, wakati huo kabisa, kwa maana hizi chembe chembe hazitaweza kutumia sukari kama chimbuko la energy au msisimko wa kiumeme katika mwili wa huyu mwanadamu. Fayalja'u aljismu liharqi duhuni, hali ambayo itapelekea mwili sasa, utachokifanya ni kuanza kuunguza mafuta yaliyo katika mwili wa huyu mwanadamu, mimma yantaju anhu ahmadu tusamma kaitonati fi dam, jambo ambalo litakalopelekea mwili kuzalisha aina ya homoni zinazoitwa kaitonat, homoni ya kaitonia, ambazo zikishazalishwa hizi homoni yatatokea matokeo yajayo, watahduthu ghithyan. Hapa sasa huyu mtu ambaye mwenye mashakili kama haya ataanza kujikuta anapata na kitu kinachoitwa alghithyan, kichefuchefu. Lakini kadhalika waqai, na ataanza kuwa ni mtu anayetapika tapika. Lakini kadhalika alamu fil batni, atakuwa ni mtu ambaye ana maumivu makali ya tumbo. Lakini raihatu fammin tushbihu alfakiha, lakini kadhalika atakuwa na harufu mdomoni inayofanana na harufu ya matunda. Atakuwa katika hali za namna hiyo, kwa maana kimaarifa tunaita al-asaiton. Lakini mtu huyu atakuwa jafafun shadidun, atakuwa na ukavu mkali mno katika mwili wake, na kuthratu tabawul, atakuwa ni mtu anakojoa sana, anakwenda sana haja ndogo mara kwa mara, wa shuuru bitabi, na atasikia mwili unachoka kupita kiasi. Wa qad tatatawaru al-a'rad khilala 24 saa, na kadhalika utamuona mtu huyu matatizo haya au madhara haya au viashiria hivi utaviona ni viashiria vinavyobadilika badilika, hasa ndani ya masaa 24 katika hali za namna hii. Hapa ndipo tunamwambia mtu ambaye anasumbuliwa na maradhi ya sukari, na yule ambaye bila shaka imma sukari ya kupanda au sukari ya kushuka, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, afya inamwambia kula katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, sheria inamwambia kula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo jambo la msingi sana inatakiwa watu tuzingatie, mwenye maradhi ya sukari alhadda, ambaye bila shaka inayoshuka sana au inayopanda sana, sheria inamwambia mwezi wa mtukufu wa Ramadhani wewe kufunga hapana. Kula kwako ndio ucha Mungu kuliko kufunga kwako, na lau kama utalazimisha na ukafunga, inaweza ikawa madhara makubwa kwako, na inawezekana tukakukosa kabisa katika ulimwengu huu. Kwa hiyo Uislamu umezingatia namna gani watu wanaweza kulinda afya. Uislamu unazingatia namna gani unaweza kuondoa madhara katika afya na maisha ya binadamu. Ikhwani, ndugu zangu, tuyachukue haya kama maalumati.
Tuyachukue haya kama maalumati na tuyafanyie kazi, bila shaka kheri itakwenda kupatikana. Ingawa hapa ofisini kwetu sisi tunayo dawa ya sukari ambayo ni mujarrab sana, iwe sukari ya kupanda au sukari ya kushuka, kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, inatibia kikamilifu tu ndani ya masiku 30 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kila kitu kinakuwa kimekaa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, bila shaka unaweza kuona kwamba namna gani ambavyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyolinda afya za wanadamu, lakini pia afya za Waislamu wote ambao wenye kupaswa kuendea kufunga saumu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nadhani umeelewa vizuri. Hapo maradhi ambayo ukiwa nayo automatic yanakukataza kwamba bwana, kwa mwezi huu hautakiwi kufunga, ikiwa maradhi ya sukari, kama namna ambavyo umemsikia Sayyidina Dr. Sheikh Sufyan Al-Ghazali akieleza kwa ufasaha hali ya juu, hasa wewe ambaye una maradhi ya sukari ya kupanda au sukari ya kushuka. Hivyo inaweza kupelekea hatari ya maisha yako. Unachokipaswa wewe ni kula mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na huo ndio uchamungu wenyewe. Lakini usitaki kujipampaniko kwamba unataka kufunga tu kwa sababu ndio umefika ufunge tu. Ikiwa unaona sasa hali yako inakatalia, acha kufunga. Hapo utakuwa katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Lakini pia umefahamu watu ambao wanaolazimika kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwemo wale ambao tayari wamekwisha balighe, lakini pia wale ambao tayari ni Waislamu na wale ambao ni wenye akili timamu, lakini pia wale ambao wasiotakiwa kufunga pia wamefahamika. Sio mwanao umlazimishe umshikie bakora wakati hajafikia ile hatua za kulazimishwa kufunga. Kwa hivyo, lakini pia wale ambao si Waislamu hapaswi kulazimishwa kufunga kwa sababu unaishi naye, basi lazima afunge sababu wewe umefunga. Mambo ambayo pia hayataki, yote yamezingatiwa kikamilifu kabisa na Uislamu, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua kwamba watu hawa wapo ambao wanaweza kufunga, hapo ambao pia hawapaswi kufunga kutokana na namna ambavyo walivyo. Lakini mimi nikwambie tu, nakupeleka moja kwa moja katika jambo ambalo ni kubwa na ni adhimu kabisa, haswa moja ya tukio ambalo linaweza likawa na mafundisho makubwa mno, miongoni mwa mkasa ambao binafsi mimi nauona kama ni besti sana kwangu mimi. Ni mkasa huu ambao wa ndugu yetu kutoka katika ardhi ya Bahrain kuja Tanzania, lakini kutoka Tanzania kwenda katika ardhi ya Bahrain, haswa mkasa ambao unahusisha maradhi mazito yaliyomtenza ndugu yetu huyu. Lakini mmoja katika watu ambao walishuhudia nikiwa katika safari hiyo ni mimi katika ardhi ya Bahrain, na tukio hili mimi naomba tu nilipeleke moja kwa moja Dr. Sayyidina Sheikh Sufyan Al-Ghazali akatueleze mkasa mzito wa dada yetu huyu ambaye kutoka ardhi ya Bahrain uliojitokeza, na namna gani ambao wewe uliokata tamaa na ulioondoa yale matumaini ya kurejesha afya kutokana na maradhi ya kutenza kwa miaka mingi. Huenda kupitia tukio hili itakurudishia tena imani mpya, hamasa mpya, lakini pia kujiamini kupya kwamba una uwezekano wa kurejea afya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Muda huu napeka tena na maiki kwa Dr. Sayyidina Sheikh Sufyan Al-Ghazali ili aende katujuze kwa fasaha wa hali ya juu kunako tukio hili, mkasa huu ambao unawezekana mazingatio, lakini pia unaweza kufungua njia mpya ya wewe kuweza kuelekea katika afya, hasa kwa wale walioteseka na maradhi kwa muda mrefu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu, mnamo mwezi wa 9 mwaka 2025 kuna mkasa mzito sana ambao ulijitokeza, ambao nami nataka ni share pamoja nanyi ndugu zetu ambao mmekuwa mkilifuatilia jukwaa letu hili bora kabisa. Huenda kupitia katika mkasa huu tukapata ibra na mazingatio makubwa kabisa. Kitaalamu na kimaarifa tunafahamu yapo matatizo ambayo yakimsibu mwanadamu popote alipo anaweza kufanyiwa ilaji, kwa maana matibabu hata akiwa mbali. Yani tabibu akiwa mbali na mgonjwa akiwa mbali, au mwenye shida akiwa mbali na mualiji akiwa mbali, yapo matatizo ambayo yanawezekana kabisa yakatatuliwa hata kama kutakuwa na umbali baina ya mfanyaji na mfanyiwa katika masala haya. Lakini kadhalika kuna matatizo mengine lazima yule ambaye yani tabib, kwa maana mualij, pamoja na yule mwenye matatizo lazima awepo eneo la tabibu, yani la yule mtabibu mwenyewe ambaye anayefanya tiba, lazima awepo hapo, ndipo ufumbuzi wa jambo unaweza ukapatikana.
Lakini kadhalika kuna wakati mtu anaweza kuwa na mashakil au matatizo, imma maradhi au matatizo ya aina mbalimbali, ambayo yanakuhitaji hapo yalipo matatizo hayo katika nyumba yako au katika mji wako au katika eneo lako, ndipo ambapo panapohitajika hapo hapo matatizo yako yakamalizikie pale yalipoanzia. Zipo taratibu za kimaarifa na za kitiba ambazo lau zikipitwa katika utaratibu huo, mambo makubwa yanakwenda kupatikana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, mnamo mwezi wa 9 mwaka jana tulipokea simu kutoka katika ardhi ya Bahrain kutoka kwa mwanamama mmoja ambaye alitupigia simu hali ya kuwa anatuhadithia maradhi aliyokuwa nayo. Takriban akatuhadithia kwamba ni miaka 3 sasa anaumwa sana, hali yake sio nzuri ya kiafya, na amekwenda katika hospitali mbalimbali. Wamempima, baadhi ya hospitali wanasema ana kansa ya utumbo, lakini baadhi ya hospitali nyingine zinasema ya kwamba hana kansa. Yani akawa ni mtu ambaye amechanganyikiwa sasa, haelewi ashike kauli gani iliyokuwa sahihi, ni hii ya kansa au ni hii ambayo hana kansa, na details zake zote anazo, na alitumia zile, tukaziona zile karatasi zake namna zinavyoeleza ripoti zake. Basi, lakini kadhalika ni mtu ambaye hapati usingizi, iwe usiku wala mchana. Maumivu ni makali mno, kiasi ambacho anasikia moto mkali unawaka ndani ya tumbo lake, na kwa kweli hana raha. Ukimwona amekonda kabisa, yani kutokana na maumivu makali namna yalivyokuwa yakimkuta. Basi akatupigia simu, tukaongea naye. Namna unavyomsikia jinsi anavyohadithia, unabaini kabisa huyu ni mgonjwa kweli, kutokana na sauti yake, namna jinsi ambavyo inavyosema. Tukamwambia, sasa dada yetu, unaweza ukaja katika ardhi ya Tanzania? Akasema anaweza kuja kwa sababu tayari nimeshakwenda sehemu mbalimbali. Anasema hapa ninavyoongea na wewe tayari nilikuwa nimetoka Nigeria, lakini kadhalika kuna watu walinishauri niende umra, nikaenda umra, lakini kadhalika nikakutana na mashekhe wa Kisaudia wakanifanyia visomo na wakanipa maji yaliyosomewa, lakini bahati mbaya bado hali yangu inaendelea kudhoofu. Tukamwambia kama unaweza kuja na Tanzania, hebu njoo. Akasema inshallah niko tayari kulifanya hilo, kwa sababu hata hii namba yako nilipewa na ndugu yangu, yeye yupo katika ardhi ya Oman. Anasema ya kwamba wewe uliwahi kumsaidia sana ndugu yake, kwa hiyo akasema bwana, hebu nijitahidi, nenda kwanza kwa huyu shekhe, huenda anaweza akakusaidia katika mashakili haya. Basi baada ya kumwambia hivyo, msafara ukatoka katika ardhi ya Bahrain, akiwa yeye na ndugu zake wawili. Wakafika hapa, tukawapokea airport, tukawaleta katika hoteli inayopatikana hapa hapa Mbagala, maana ni watu ambao hawakutaka makuu kutokana na hali yao jinsi ambao walikuwa nao. Kisha wakapumzika ile siku. Baada ya kufika hapa, siku ya pili yake tukaanza tiba. Baada ya kuanza tiba, baada ya kufika jioni, mimi nikamwambia yule dada, baada ya kuanza tiba katika siku ile, akaenda hotelini akalala. Aliporudi akanambia, shekhe bana, hali yangu naona bado ni ngumu mno. Nikamwambia, na hasa tulipokuwa tukimfanyia vile visomo, unamuona ni mtu ambaye kama anataka kuweweseka hivi, yani inakuja ile hali ya kutaka kuweweseka alafu inapotea, inamjia hali ya kutaka kuweweseka alafu inapotea. Basi tukamwambia, kwa namna tunavyoona utaratibu huu, wewe inatakiwa ufanyiwe tiba katika taratibu za kitaaluma za hali ya juu. Yani hapataki kufanywa tena tiba nyepesi nyepesi, wewe inatakiwa ufanyiwe tiba haswa, tena katika utaratibu wa taaluma na maalumati makubwa. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru katika mashaka haya. Tukamwambia, una uwezo wa kuweza kutuandalia chakula? Akasema, chakula namna gani? Nikamwambia, naam, chakula tunahitaji kipatikane, chakula kiandaliwe kilichotokana na jasho lako au kilichotokana na fedha yako
alafu tukiandae kwa ajili ya fuqara wal masakin, kwa ajili ya mafukara na maskini. Akasema niko tayari kwa sababu nimekuja kwa ajili ya tiba, kwa hiyo niko tayari lifanyike suala la kitiba. Akamwambia inshallah. Basi hakuna shaka katika hali za namna hiyo, akatoa zile gharama, tukaandaa kile chakula. Ulipofika baada ya magharibi, baada ya isha, tukafanya sala inaitwa salatul haja. Naomba hapa sasa ndio utafikiri vizuri na twende sambamba katika namna ambavyo tulivyofanya na matukio ya ajabu yaliyojitokeza. Bila shaka utashangaa na unaweza ukaona maajabu makubwa katika hili. Alafu yafanya haya yawe ni mazingatio kwako wewe ambaye unahangaika sana bila ya mafanikio biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tukamwambia suala linalotakiwa kufanyika ni suala la kimaarifa. Jambo lenyewe la kimaarifa linakwenda kwa utaratibu gani? Linakwenda kwa utaratibu huu. Tukafanya hivi. Jambo la kwanza tukachukua ismul marid, kwa maana jina la mgonjwa mwenyewe. Kisha baada ya hapo tukachukua ismu baladihi, kwa maana jina la mji wake, yani mji ambao alipotoka, tukachukua jina la mji wake. Kisha baada ya hapo tukachukua jina la mmoja kati ya wale wawili ambao wanamsimamia na kumhudumia katika maradhi yake, na kisha tukachukua jina la shekhe anayemfanyia tiba. Kwa hiyo watu wanne hawa lazima wafahamike, na kuna maana ya msingi sana ya kupatikana yani vitendea kazi kutoka kwa hawa watu wanne. Yani mfano, nataka nitoe mfano ambao unaweza ukaeleweka kwa haraka. Mathalan, kisha baada ya hapo tukasoma tukafanya sunnatul haja, kwa maana tukasali rakaa mbili. Kwa rakaa ya kwanza tulisoma suratul Fatiha na suratul Qadiri, na rakaa ya pili tukasoma suratul Fatiha na suratul Quraish. Hapa nataka twende katika maarifa. Wa baada salam, baada tu ya kutoa salam tukasema maneno haya ambayo ni aya inayopatikana ndani ya Qur'an. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Haya maneno au aya hii huwa inasomwa kwa idadi ya ismil marid, idadi ya jina la mgonjwa. Mathalan, mgonjwa anaitwa Yusufu. Mathalan, sasa kuwataja jina hawa ndugu zangu. Mathalan, mgonjwa anaitwa Yusufu. Yusufu, hisabu ya jina hili ni namba 156. Basi itasomwa aya hii mara 156. Kisha baada ya hapo tutasema Allahumma arina sihra wa sahirin mara 156. Kisha baada ya hapo tutakwenda katika ismul baladi. Labda ismul baladi ni Tanzania, yani Darussalam. Darussalam hisabu yake ni 367. Kwa tutasema maneno haya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir mara 367. Kisha tutasema Allahumma arina sihra wa sahirin mara 367. Kisha baada ya hapo tutakwenda katika jina la yule anayemsimamia mgonjwa huyo. Labda anayemsimamia mgonjwa huyo anaitwa Ahmad, ambaye hisabu yake ni namba 53. Tutasoma ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir mara 53. Kisha tutasema Allahumma arina sihra wa sahirin mara 53. Kisha baada ya hapo tutakwenda ismu sheikh, jina la sheikh anayesimamia hiyo tiba yenyewe, anaifanya hiyo tiba yenyewe. Kama shekhe anaifanya tiba yenyewe anaitwa Yusuf, hisabu yake ni 156. Kwa tutasema ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir mara 156. Kisha tutasema Allahumma arina sihra wa sahirin mara 156 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na ndivyo tulivyomfanyia huyu dada yetu akiwa katika hali hii. Thumma fi nafsi dhalika al-yawm, kisha baada ya kumaliza ndani ya siku ile ile, tatasaddaqu bi sadaqati at-ta'am. Basi tukatoa sadaka kwa sadaka ya chakula lilfuqara wal masakin, kwa kuwapa mafukara na maskini kwa nia maalum kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala.
Sikiliza maajabu sasa yaliyotokea baada ya tukio hili. Baada ya tukio hili kutokea, yani baada ya kufanya suala hili na tumeswali na tumefanya katika taratibu hizi na tukatoa sadaka ya chakula kuwapa mafakiri na maskini, kilichotokea ni hiki. Yule mama pamoja na wasaidizi wake tukawaambia basi nyie nendeni mkalale. Wakaenda hotelini kulala na sisi tukaendelea na majukumu yetu mengine. Subhanallah, usiku ule Allah subhanahu wa ta'ala akamletea ru'ya yule mama, ndoto. Yule mama akaota vitu vya ajabu, na kinachoshangaza na yule ambaye bila shaka anayemsimamia naye kaota nafsi ya ndoto ile ile, tena bila hata bila hata kukosana hata kidogo, hajapishana hata kidogo. Lakini kadhalika na shekhe ambaye ndio mimi mwenyewe ninayesimulia habari hizi, ndoto ile ile bila kupishana hata kidogo. Wallahi ni maajabu makubwa sana haya. Ndoto yenyewe ilikuwa ya namna gani? Ilikuwa katika hali ifuatayo. Yule mama akaja akanisimulia, anasema shekhe, mimi nimeota ndoto inanitisha sana. Akasema nimeona ndani ya mji wangu, kwa maana ndani ya nyumba yangu kaingia mtu, lakini mtu huyo amevaa mavazi meusi na sura yake ameificha, sioni ni nani. Lakini mtu huyo cha ajabu ameshika mkononi mwake yai visa, yai liloharibika. Lakini katika lile yai ndani alipokuwa amelishika huyu mtu, lakini kadhalika nikamuona kaenda katika makbaratun qadima, makaburi ya zamani sana, akachukua mchanga katika yale makaburi ya zamani. Kisha baada ya hapo akatoka mtu yule akaenda kuchukua mchanga katika nyumba iliyohamwa ambayo watu hawaishi ndani ya nyumba hiyo. Kachukua, namuona katika ruya, katika ndoto yangu. Anasema kisha baada ya hapo na akachukua kitambaa cha nguo yangu iliyopotea zamani sana. Naiona ndani ya ndoto yangu ni nguo iliyopotea muda mrefu, lakini nimemuona amechukua hiyo nguo. Lakini kadhalika na kipande cha sanda amekichukua kakie. Kisha baada ya hapo akaweka lile yai ndani katika kile kitambaa cha nguo yangu, na juu yake akaweka kile kitambaa cha sanda, na mchanga ule ukawekwa ndani yake, alafu akachoma ndani yake sindano 8. Sindano 8 zimechomwa mle ndani yake. Kisha baada ya hapo akawa anasema maneno ambayo sikuyasikia. Anasema hivyo yule mama, anasema yale maneno ambayo sikuyasikia ni maneno ya namna gani. Akachukua ule mjumuiko wa vile vitu akatia katika moto. Mandhari ya moto ule unaonekana ni moto mkali mno katika hali za namna hiyo. Anasema basi hapo ndio nikaja juu au nikashtuka, moyo unanienda mbio. Nikasema leo nikifika nitakuhadithi. Basi nikamwambia yule mama, hichi unacho hadithi na ndicho nilichokiona mimi hivi hivi. Na yule ndugu yake naye akasema nami nimeona hivi hivi kama jinsi ambavyo mlivyokuwa mkihadithia hapa. Subhanallah. Pale pale nikamwambia yule mama, nikamwambia kama hivi ndivyo ilivyo, kazi yako imetushinda. Akashtuka sana yule mama, akaanza kutoa machozi pale. Tukamwambia imetushinda. Imekushindani kivipi? Anasema naam, imetushinda kwa sababu hii. Tatizo hili limepigwa pale nyumbani kwako. Na kwa kuwa umepigiwa pale nyumbani kwako, huku kote tutafanya tiba zote tutakazozifanya, na inawezekana kote kule ambapo umezunguka umefanya tiba sahihi kabisa na zenye kuweza kukusaidia, lakini kwa kuwa umepigiwa pale nyumbani kwako, hata tufanye tutakachokifanya itakuwa ni kazi bure. Hamna lolote ambalo litakalobadilisha katika suala la afya yako. Kwa hiyo mwiba inatakiwa utokee pale pale ulipoingilia. Ile mama akasema subhanallah, sasa nitafanyaje? Nikamwambia na mimi binafsi suala la kusafiri kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine yoyote huwa sendi mwenyewe, huwa naenda na timu yangu, imma watu 3 mimi nakuwa 4 au 4 mimi nakuwa 5. Na ninafanya hivyo kwa maana kuna baadhi ya nyakati maalum kabisa katika hawa vijana wangu, inawezekana kijana mmoja akawa ndo Saudi yako, yani huyo ndo tiba kwako.
Mimi inawezekana wakati wewe kae nakataa. Ndio maana ya kuja na hawa watu. Saadi zile zinakuwa katika utaratibu wa namna hiyo. Na ndio maana utaona kuna mtu mmoja anaweza kutangulizwa sana. Bana wewe mfanye hivi, mfanye hivi. Ujue huyo ndo saadi yenyewe. Hatukwambii tu kwamba huyu ndo saadi yako. Lakini ukiona shekhe anakuambia bana huyu kijana atakufanyia hii, basi jua kabisa ana maarifa huyo. Kajua kabisa saadi ya wewe kupona au kuondokewa na mashakili yako inapitia kwa huyu, ndo jambo ambalo linakwenda katika taratibu hizo. Basi yule mama akaanza kutoa machozi pale, akasema shekhe, basi kama hivi ndivyo ilivyo, hakuna haja ya kupoteza muda, maana alikuwa amechukua wiki moja kukaa hapa. Basi itabidi sisi turudi airport, tuangalie utaratibu namna ya kurudi Bahrain, alafu tufanye utaratibu wa namna gani sasa unaweza ukaja wewe na timu yako katika ardhi ya Bahrain. Kaambia si inshallah, hakuna shaka. Tukamchukua yule mama, tukampeleka mpaka airport na ndugu zake, wakafanya taratibu pale, alhamdulillah, wakapata safari, wakasafiri, wakarudi Bahrain. Baada ya siku ya 3 ananipigia simu, anasema shekhe, hali imezidi kuwa mbaya. Wallahi kila wakati nakaa natoa shahada nikifikiria huenda nitaondoka katika ardhi hii. Hali imezidi kuwa mbaya. Akanambia shekhe, nimeongea na ndugu yangu katika ardhi ya Oman, kasema yeye ana uwezo wa kunisaidia tiketi 3 za watu. Moja hii nipambane nayo mimi mwenyewe. Tukamwambia si inshallah, na yeye akasema ana aseti zake, atajaribu kufanya namna ili aweze kupata namna ya kufanya watu wafike katika ardhi ya Bahrain. Basi alhamdulillah, baada ya masiku kadhaa akatupigia simu, kasema shekhi, tumeshakamilisha utaratibu, tunaomba kopi ya passport pamoja na passport size. Tukafanya hivyo, basi akakamilisha majambo, watu tukaondoka hapa kufika katika ardhi ya Bahrain. Sikiliza sasa hatari iliyotokea hapo, ndio nataka muone ndugu zangu mazito ambayo yaliyojiri pale. Unajua lazima unapotaka kuondosha baadhi ya machawi yaondoshe kwa kodi zake. Kodi zake. La kama si kufanya hivyo, hii ni hatari. Wa baada alwusuli, baada sasa ya sisi kufika pale katika ardhi ya Bahrain, tulifanya nini? Tulichukua mchanga kutoka katika nyumba ya yule mama pale. Lakini baada ya hapo tukaandika Ahlul Badri, kitabu kile cha Ahlul Badri, tukaandika mwanzo mwisho Ahlul Badri katika chombo. Kisha baada ya kuandika katika chombo tukaweka ndani yake maji. Kisha baada ya kuweka ndani yake maji tukaisomea Ahlul Badri kwa hisabu ya mji na Ahlul Badri kwa hisabu ya mgonjwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo tukachukua fasin shoka jipya lile, tukaandika asma'u shuhada, majina ya mashahidi waliokufa katika vita vya Badri. Kisha baada ya hapo tukaliweka lile shoka katika moto, likawa jekundu sana. Kisha baada ya hapo tukalizima katika yale maji ya Ahlul Badri pale. Kisha baada ya hapo tukamwambia yule mama, chukua maji haya, arashi katika maeneo yote haya ya nyumba. Akafanya vile, lakini nusu yake inatakiwa uoge sasa hivi. Akafanya hivyo, na kiasi kidogo inatakiwa unywe sasa hivi. Akafanya hivyo. Wallahi ndugu zanguni, uchawi una madhara makubwa mno. Baada tu ya mama huyu kufanya mambo haya, fataqayatil ashya almuz'ija, alitapika vitu vinavyoshangaza, vinatisha. Lakini baada ya muda mchache, fashufiat biidhnillah subhanahu wa ta'ala, akasema anasikia afya. Lakini baada ya muda mchache akasema ule moto ambao ulikuwa unaniwaka katika tumbo umepungua. Tukakaa pale kwa muda siku 11 katika ardhi ya Bahrain. Alhamdulillah, mpaka tunatoka pale ni mzima wa afya, kama vile ni mtu ambaye hakuwa na maradhi. Sasa hii inatufundisha nini ndugu zangu? Nimeutoa mkasa huu kwa dada yetu, najua naye akiona atasema alhamdulillah. Ni kwa sababu ifuatayo. Kuna watu ndugu zangu wanahangaika sana na matibabu yao, au wanahangaika sana na matatizo yao, na wanatoka kwenda maeneo mbalimbali, mikoa mbalimbali, nchi mbalimbali, miji mbalimbali, lakini kumbe matatizo yao ni pale walipo, inatakiwa yatatuliwe hapo hapo walipo, ndio sehemu inaweza kumaliza mashakili yao biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa kweli ni hatari sana. Sasa unaweza ukajikuta umehangaika sana, mambo yako yanazidi kuwa magumu, kumbe ilitakiwa hapo hapo ulipo ndipo paweze kufanyiwa majambo ili mambo yaweze kwenda sawa sawa biidhnillah. Yapo madhara
ambao mtu hayatakiwi kufanyika ndani ya nyumba yako. Lazima utoke kwenda maeneo mengine ndio ufanyiwe tiba, ndio mambo yatakwenda sawa sawa. Nakumbuka huu mkasa tutaeleza katika jukwaa lijalo. Kuna mtu chawi kutoka naye mji fulani kwenda katika mji mwingine kwa ajili ya tiba. Alhamdulillah, na khairi kapatikana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tukiwa katika siku tarehe mosi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, huu ndio mwezi mujarrab kabisa kwa ajili ya masala ya tib, kwa tiba. Kwa hiyo kwa wale ambao wana mashakili ya kisihri, ya uchawi, kuna watu wamerogwa, madhara ni makubwa kabisa ya uchawi. Hapo ulipo ndugu yangu, jitahidi sana upate dawa mujarrab kabisa, inaitwa Haqqul Mujarrab, kwa ajili ya kutibia masala ya uchawi. Kuna watu wanaumwa lakini sio maradhi ya kibiolojia. Hata kama kuna baadhi ya vyombo vya kisasa vitakwambia hayo ni maradhi fulani, basi kadhalika unaweza kutumia dawa hii Haqqul Mujarrabu kwa ajili ya kumaliza mashakil haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika tunaye Ar-Ramad, hii ni dawa ya macho kwa wale ambao wana matatizo ya presha ya macho, lakini mtoto wa jicho, kwa wale ambao wana jicho kavu, lakini kadhalika kuna wale ambao macho yanauma sana, nuru ya macho inapotea, haoni vizuri, anaona maruerue, lakini wakati mwingine anakuwa ni mtu ambaye anaweza akamuona mtu lakini anaona frame tu ya mtu lakini mtu mwenyewe hamuoni, au anaona kuna dalili ya kitu lakini kitu chenyewe hakioni. Basi hii ni muhimu sana. Wewe ambaye bila shaka unasumbuliwa sana na matatizo ya macho, fanya juhudi za maksudi. Jicho ni jawhar, ni madini ghali ambayo hayawezi kununuliwa kwa fedha. Fanya juhudi za maksudi, khairi itapatikana biidhnillah. Na hapa tuna prostate, hii tezi dume. Ndugu zangu, katika maradhi ambayo yanaua watu wengi sana, hasa wanamume wengi, ni maradhi ya prostate, kwa maana tezi dume. Kwa hiyo tumia fursa kuitibu tezi dume bila ya kufanya upasuaji, kwa sababu ni jambo zito mno. Hizi 5 ndio dozi kamili ya tezi dume. Tuzitumie fursa, mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Lakini jukwaa letu lililopita tulikuwa na Alhabib Sheikh Shaweji Makarani Kipozeo, Hilali Shaweji Makarani Kipozeo. Mwamba huyu alitoa hamasa akasema, jamani, tujitahidi sana katika mwezi wa Ramadhani unakuja, tupambane sana. Mwenyezi Mungu ameteremsha Qur'ani, ateremshe na watu. Akashauri sana watu watumie mkono wa Idi, kwa sababu mkono wa Idi unamfanya mtu kuwa imara na kuperform vema pale nyumbani. Hivyo huenda Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akaleta watu wengi kupitia katika performance iliyokuwa nzuri ya tendo la ndoa, hasa baada ya kutumia mkono wa Idi. Mambo ni mazuri, mambo ni moto biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tumia fursa hii, tumia mkono wa Idi, tumia fursa katika mwezi wa Ramadhani. Allah anaweza akakupa kizazi bora zaidi kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, tukiwa leo tuna Sheikh Sabasib al-Kubra katika jukwaa letu hili, basi inshallah angalau dakika 3-4 hivi tutampa fursa angalau atabaruku naye katika siku hii ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hivi inshallah katika tarehe chache zijazo Sheikh atakuwa safarini kuelekea umra kwa ajili ya kufanya ibada ya umra inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo pia tumuombe dua zake, Mwenyezi Mungu atujalie khairi, lakini kadhalika tusahau huko anapokuwa katika ibada ya umra. Kwa nawe kama una jambo lako zito, fursa ndio hii, wakati ndio sasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kumwomba Allah ziada za rehema na amani zimwendee mpenzi wetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni sema tu kwamba tumetoka kupata faida kemkem kwa Sayyidina Yusuf Diwani Al-Ghazali hafidhahullah waraahu,
namna ambavyo walivyokuwa akifikisha mada. Ameanza kutueleza faida za funga Ramadhani, na kwa wale watu ambao wana matatizo akaelekeza dini ambacho wao wafanye, ikaonekana kula kwao ni bora zaidi kuliko kufunga kwa sababu kwa kulinda afya zao. Lakini pia akatuelekeza mkasa mzito ambao ulitokea katika ardhi ya Bahrain. Wallahi ni kweli kabisa, mambo haya ni mazito na maajabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaonesha akidan, kwamba tukiona katika matatizo kama haya ambayo mtu alikuwa nayo mazito na yakatokea kama haya, tunasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa ajabu kuweza kubadilisha hali ya mtu kutoka katika hali ya kukata tamaa kuja kwenye matokeo yaliyokuwa mazuri zaidi. Mimi niseme tu kwamba tukiwa ndani ya mfungo huu wa Ramadhani, nizungumze neno dogo ambalo pia litakusaidia wewe. Itumie nafasi hii, kwa sababu ndio nafasi pekee pia ambayo watu wakiinua mikono kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala anajibu matokeo kwa watu, yanapatikana kwa haraka zaidi. Kwa hivyo kama wewe unahitaji, una matatizo, una mitihani, kumbuka Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali hafidhahullah amezungumza namna gani ambavyo watu wanaweza kutatua matatizo yao kutokana na sehemu mbili. Yuko mtu anatakiwa atibiwe hata kama yuko mbali, na shekhe au mtaalam yuko mbali, anaweza kumsaidia na akapata wepesi. Lakini yuko mwingine ni lazima afike hudhuri ya tabib, lazima ipatikane mahala ambapo mtu alipo ili kheri iweze kupatikana. Mimi shekhe, kwa siku ya leo unanikumbusha tu, wakati tukizungumzia mkasa wa Bahrain, umenikumbusha tukio moja la mtu ambaye alituita South Africa. Lakini hii safari ilikuwa safari yenye hatari. Sikiliza kwa uchache sana ndugu yangu. Ni pale kulikuwa na nyumba moja ya bwana mmoja ambaye yeye ni ana asili ya Kihindi, ametuhumiwa kwamba anajihusisha na madawa ya kulevya, na ikaonekana kwamba akamatwa akayuko ndani. Lakini bwana ana hoteli pale na nyumba zake nzuri tu, kwa sababu ni mtu alikuwa na mapesa mengi inasemekana kutokana na biashara yake hayo ya madawa. Sasa nyumba zake zikawa azikaliki, ndani kuna maviumbe yanafanya fujo mule ndani na yanaongea kabisa, yanapia mikelele. Miongoni mwa kazi ambao zilikuwa ni ngumu kwetu, nakumbuka Sheikh Diwan, nakumbuka ile safari ilivyokuwa. Kazi ilikuwa ngumu ni kwamba yule aliyekuja kutuelekeza bana, kuna kazi tukasaidiane kutoa yale maviumbe yako mwendani kwa ile nyumba, anatusikilizisha na kuturekodia. Kumbe alirekodi klipu kabisa. Ile klipu unalisikia lile kiumbe linavyo zungumza mwendani na kupiga mikelele, yanacheka mwendani, madude ya ajabu, masauti ya ajabu. Alafu wanatakiwa wenyewe mwende mkaingie mwendani, na wenyewe hawaingii ndani, manake wanakaa mbali, nyumba ambayo tayari kila mmoja anaihofu. Alafu mnaambiwa cheke, nyumba ni ile pale, mwende mkaingie. Mijamaa ndio yuko ndani inacheka, mingine inasikitika kwamba hawa wanaokuja hawa ni kina nani. Basi kwa kweli tukasema, Sheikh vipi kazi? Mbona imekaa vibaya? Sheikh Diwani bwana ni miongoni mwa watu majasiri, akasema Sheikh tuna vyombo sisi, twenzetu, twendeni. Haya, safari inakwenda, lakini unawaza kwamba kile kijamaa kwa ile clip tuliokisikia kikitatupokeaje mwendani mule. Okay. Nafika eneo la tukio, nyumba iko pale. Tunawaamuru wale jamaa, twendeni nyote na nyie wenye mji wenu. Anasema funguo ni hizi hapa, nyumba ni ya kwetu na wala hakuna yote ambaye atakuguseni. Kafungueni mlango nyewe muingie na mfanye kazi, sisi tunakusubiri hapa. Wallahi kumbe mambo yalikuwa ni mazito. Kuna mtu alishakaushwa pale pale, alipelekwa mtu Mzimbabwe akakauka pale pale, mauti yakamkuta. Yale majamaa yalimkausha damu. Sasa wanaambiana bwana, sasa tusubiri kuona maiti zingine za Tanzania. Tushaona Zimbabwe, sasa kuna maiti ya Tanzania inatoka. Angalia ndugu zangu, wallahi dua zipo. Kabla Sheikh akasema tupige vitu na dawa zipo, zikaandaliwa majambo pale pale, ikafanyika ibkhar maalum pale, ikafanyika ibkhar, na kisha baadaye Sheikh akasema bismillah tawakkal ala Allah, twenzetu. Tukaenda huku tunamwagia ile dawa, narushia dawa katika hali ambayo ilikuwa ni dawa sehemu moja ina mfumo kama wa maji. Sasa Sheikh tumetoboa mfuniko ule, kwa unakuwa unafinyia hivi, inaruka kwa mbele. Tuingie kwenye mlango tukafinyia, lakini pia tukafanikiwa kufungua mlango, unaingia ndani,
unaangalia kwanza inakuaje, kinatokea wapi jamaa. Piga vyombo, piga vyombo, piga vyombo. Allah subhanahu wa ta'ala, tunasikia kishindo kizito kwenye mji, kwenye nyumba ti, lakini dua inaendelea kufanyika kwa muda. Hali ikapoa, tukatulia, tunaangalia shekhe, vipi, salama upo salama. Wakati mwingine inabidi unaangaliana kidogo, mtu anahema, maana ushasikia story nzito kama hiyo. Unaweza kukuta mwingine ashaganda mtu, kumbe ahemi. Mkasa ule wa Suleimani, ashakufa kwenye kiti, kumbe siku nyingi hayupo, na tukasema isionekane mtu amekaa kimya. Bwana vipi, upo? Nipo. Tunaulizana kila baada ya wakati. Dua imefanyika, na tulipotoka nje wale jamaa wakasema basi nyumba tayari ishakuwa sawa. Maana ilikuwa haiwezekani kuchukua dakika 30 ndani mule mtu akiwa kwa salama. Tukatoka tukiwa salama, na tukawaambia jambo hili hapa. Nakumbuka mambo ambayo yalifanyika pale yalikuwa si ya kawaida, na kutokea hapo nyumba ile inakalika. Na bila shaka na wewe ambaye nyumba yako ina matatizo kama haya, kumbuka tu lazima vigezo na masharti vizingatiwe. Dua kama hizi, matatizo kama haya makubwa huwa yanaandaliwa kwa utaratibu maalum. Nikaribishe katika jukwaa ile adhimu kabisa. Leo nilikuwa tunasalimia, nimepita hapa kwa Sheikh sababu alikuwa si katika ratiba, bali Sheikh akasema basi na tabaruku kidogo useme na watu. Kaza kusikiza darasa lake Sheikh, nikajifunza kumbukumbu zikanijia kwa mkasa huu ambao nimependa nawe uweze kuupata. Nikaribishe katika jukwaa hili, endelea kufuatilia kila siku ya Alhamis, moja kati ya majukwaa makubwa zaidi Tanzania yanayotoa faida ndani na nje ya nchi kwa mashekhe mbalimbali. Wamekuwa wakifuatilia siku baada ya siku, Sheikh anaalika mashekhe mbalimbali kuwa tayari kufuatilia jukwaa hili litakunufaisha. Langu jina ni Sheikh Sabbas Al-Kubra Ad-Dishti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na bila shaka tuseme kwamba ikutoshe kwa yote ambayo leo yasikia kwa Dr. Said na Sheikh Sufu Al-Ghazali pamoja na Sheikh Sabbas Al-Kubra. Nadhani sasa kwa wewe ambaye mwenye macho huambiwi tazama, mwenye masikio huambiwi sikia, lakini pia mwenye moyo wenye kuzingatia, basi atakuwa amezingatia vizuri sana. Lakini pia itatoa funzo kwamba ulipo bado lolote linawezekana kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa tu njia za msingi lazima zipitwe katika hali na ufasaha wake, ndio unaweza kufika katika yale malengo biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi sina la ziada zaidi kuambia kwamba ofisi tunapatikana Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0748869733 au 0659869734. Zetu namba unaweza kupiga simu ili kusikilizwa, kushauriwa na kupewa mwongozo uliokuwa bora namna gani unaweza jambo katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Mimi nikwambie tu, huu ni wakati sahihi wa kuweza kufuatilia yaliyokuwa ya kheri, lakini pia na kujitibia maradhi, kwa sababu maradhi mara nyingi nyakati kama hizi, mwezi mtukufu wa Ramadhani, wengi hupona kupitia matibabu wanayoyapata, kwa sababu Mwenyezi Mungu kutia taufiki iliyokuwa bora sana, watu wengi kuripoti afya siku baada ya siku. Kwa hiyo na wewe hapo ulipo kama na maradhi, basi tumia fursa ya mwezi huu kutibia maradhi hayo ili uweze kurejesha afya iliyokutoweka kwa muda mrefu. Lakini pia kumbuka, bila kusahau mkono wa Idi ni muhimu bwana. Baada ya kuwa umefunga, basi mkono wa Idi unatakiwa pia uwe imara. Baada ya kufutari, kuna iftari nyingine inabidi uifuturu vizuri, maana yake ukimbwera, maana yake utakuwa bado hutendei haki saumu uliyoifunga, na iftari uliyofuturu utakuwa hauitendei haki. Kwa haki ambayo inatakiwa pia itendewe baada tu ya kufutari, iftari nyingine pia uifanye vizuri. Hiyo inafanya vizuri kwa namna gani? Kwa kupata na kutumia mkono wa Idi ili uweze kuwa imara biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.